mwendo ambao vitawasaidia wenzetu wenye ulemavu kuweza kufikia malengo yao katika kutembelea na kufanya shughuli mbalimbali zikiwemo shughuli za biashara. Namshukuru sana pia mkurugenzi mtendaji wa KC ndugu yangu Chris Lucas, ambaye pia amekuwa na moyo huo mkubwa wa kutusaidia wheelchairs hizi mara kwa mara. Ni kweli kwamba tuliomba baada ya kuona kuna uhitaji mkubwa sana wa wheelchairs kwa walemavu. Naomba nitumie nafasi hii kukushukuru sana ndugu yangu Chris Lucas. Tumehudhuria hapa mimi na mkuu wa wilaya ya Kinondoni ndugu yangu Saadi Mtambule ili kuja kuwashika mkono watu wanaoishi na ulemavu na ambao ulemavu wao wamepata kwa kuzaliwa kwa kudra ya Mwenyezi Mungu. Wengine wameupata katika mahangaiko ya maisha, lakini na wengine pia wameweza kupata kama asili tu ya kawaida ya maamuzi ya Mungu mwenyewe. Nitoe rai kwa walemavu wote nchini, lakini zaidi hapa mkoa wetu wa Dar es Salaam, kwamba mkoa huu una baadhi ya watu ambao hupenda kutumia walemavu kujinufaisha katika maisha yao. Wanakwenda wanachukua walemavu mikoani, wanakwenda wanachukua watoto huko mikoani, watoto wanawaita watoto wa mitaani ili kupata nguvu ya wao kuwatembeza na kuweza kuombaomba. Wanachukua pia walemavu, wanatembeza na kuanza pia kuombaomba. Nimetangaza rasmi kwamba mkoa wa Dar es Salaam sio mkoa wa ombaomba, kwa sababu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameweka utaratibu mzuri sana wa kuboresha mazingira na hasa ya watu wenye ulemavu kwa kujenga vituo pamoja na kutoa misaada mbalimbali. Sasa nitoe onyo zaidi kwa siku hii ya leo ambayo nakabidhi vitimwendo hivi kwa walemavu. Wale watu wachache ambao hupenda kutumia watu wenye ulemavu kujinufaisha katika mapato yao, waanze kujiandaa kurudi walikotoka. Nilisema awali kwenye mkutano, narudia tena hapa, na muda sio mrefu nitawakamata wote, na baada ya hapo ulingo wa sheria utawaangukia wote. Tunapozungumzia watu kujituma, ulemavu si ugonjwa wa kulala kitandani. Na ndio maana leo ndugu yetu KC na mkurugenzi wa KC anakabidhi vitimwendo hivi ili pia kumsaidia mlemavu. Na mimi nataka niwaahidi ndugu zangu walemavu wote kwamba baada ya kupokea viti hivi itafuata tena session nyingine ya kuanza kutoa msaada wa kifedha kuwawezesha kimitaji wenye ulemavu. Na hili tutalisimamia kwa kutumia fedha za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini pia tutatumia wadau wa maendeleo. Kwa mfano viti hivi leo vinakabidhiwa, ukipiga mahesabu ya haraka, si chini ya milioni 25 mpaka 30 zinakabidhiwa leo kwa watu wenye ulemavu. Lakini mtu mwingine pia akitoa milioni 30 au milioni 40 kwamba tuwasaidie mitaji ya angalau $100,000, $200,000 watu wenye ulemavu, maana yake misaada hii ikiungana na hii ya viti, ikaungana na mtaji fedha, lazima watu wataishi na maisha mazuri kuliko pengine maisha mlionayo sasa. Na baada ya kusema haya, tumuombe kila laheri mkurugenzi mtendaji wa KC, yeye na watendaji wote. Kutoa ni moyo, wenye hela ni wengi, lakini si wote huguswa na utoaji. Mungu aendelee kumbariki ili aweze kuguswa zaidi, kuweza kuleta pia vifaa vingine, na ninyi dua yenu na maombi yenu ni kumuombea ili aweze kupata maisha marefu yenye heri duniani. Na baada ya kusema haya, sasa niko tayari kuendelea na mchakato wa pili wa kukabidhi vitimwendo hivi kwa walemavu kutokana na ushauri atakaotoa mtaalamu wa afya wa kiti kipi kinafaa kwa mlemavu yupi na kiti kipi hakifai kwa mlemavu gani. Viti hivi kivikosea huwa vinaongeza ulemavu kwa mlemavu. Lazima kila mlemavu afiti kwenye kiti chake ili mwisho wa siku kiti kiwe msaada mzuri kuliko kuwa msaada wenye machozi.